Shalom, ni mtumishi wa Mungu Derek Michael. Nikukaribisha wewe ambaye unanitazama kwa mitandao yangu ya kijamii ikiwa ni Facebook, Instagram pamoja na YouTube. Mwaka 2026 ni mwaka ambao Mungu ameruhusu tuweze kuingia. Lakini kama ameweza kuruhusu tuweze kuingia, hatuwezi kuingia mwaka bila kujipangia. Kwenye ulimwengu wa roho, watu wa giza, watu walioko kwenye ulimwengu wa giza, kabla ya mwaka hujaanza au mwanzoni mwa mwaka, wanakuwa na mipango ambayo wanaokuwa naiweka. Wanakuwa na mipango ambayo wanaoifanya. Kuna watu wameandikiwa vifo vya mapema, yani premature deaths. Kuna watu wameandikiwa ajali za kushtukiza. Unashangaa mtu anasafiri, ghafla tu inatokea binivu, anapata ajali, anafariki au anapata ulemavu wa kudumu. Hiyo sio kitu cha kushtukiza. Ilikuwa ni ajali ambayo ilikuwa imeshakwisha kuandikwa kwenye ulimwengu wa roho na watu wa ufalme wa giza. Kuna watu wamepangiwa biashara zao kushuka, biashara zao kudidimia, biashara zao kukosa wateja. Hiyo ni mipango ambayo tayari ulimwengu wa roho wameshafanya, watu wa ufalme wa giza. Kuna watu ambao wameandikiwa mwaka huu wafilisike. Kuna njia mbalimbali ambazo zimetumika, kuna mbinu ambazo zimewekwa na ufalme wa giza ili kuhakikisha kwamba kuna mtu anafilisika. Kuna mtu anaanza vizuri mwaka, lakini imepangiwa atakapofikisha mwezi wa 3 biashara yake itaharibika. Kuna watu kwenye familia zao, kila mwisho wa mwezi wa 3 kuna mtu anafariki. Kuna watu ambao kila mwisho wa mwezi wa 3 au mwisho wa mwezi wa 4 kuna jambo baya linatokea kwenye familia. Hiyo si kwamba ni bahati mbaya, lakini inakuwa ni mpango tayari umeshafanyika. Ulimwengu wa roho unakuwa tayari ile jambo lilishapangwa kitambo na lilishapangwa tarehe ya kutokea. Kwa hiyo ndio maana linakuwa linakuja kutokea. Kwa hiyo na sisi watu wa nuruni lazima tuwe na mipango, lazima tujipangie, lazima tutabirie mwaka. Kabla mwaka hujaanza lazima tutabirie mwaka 2026. Maana ni kujitamkia mambo makuu, ni kutamka matendo makuu ambayo Mungu tunatamani ayafanye kwenye huu mwaka 2026. Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu sura ile ya 22 na mstari wa 28, utakusudia neno nalo neno litadhibitika, na Bwana atangaza mwanga katika njia zako. Wewe ndio wa kupanga, wewe ndio ambaye unayopangia mwaka. Utatamka neno. Ukishakwisha kutamka neno, ukishakwisha kuweka mipango, tayari Mungu atakuja kuyatimiliza. Tayari Mungu atakuja kuifanyia kila ambacho umeweza kukipangia. Kwa hiyo mwaka huu mwanzoni, ikiwa ni mwanzoni kabisa, ikiwa ni mwezi wa 2, tunaenda kutabiria mwaka. Tunaenda kujitamkia maneno ambayo tunatamani Mungu ayafanye. Tunaenda kujitamkia mambo makuu. Tunaenda kumprovoke Mungu. Tunaenda kumwambia Mungu nini ambacho tunatamani akifanye kwenye mwaka 2026. Tutakapokuwa tumejitabiria, tutakapokuwa tumetabiri mambo makuu ambayo Mungu anatamani afanye, atakachokifanya Mungu. Kumbuka neno lilikuwa mwili. Kabla ya neno kuwa mwili lilikuwa ni neno tu, lakini baada ya neno kupandwa, neno likavaa mwili. Ndio maana tukauona utukufu na hatimaye tukauona utukufu wa mwana wa pendo lake ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu ilikuwa ni neno. Kabla hapajaanza kuwepo na kitu chochote, kabla ulimwengu haujaumbwa, palikuwa na utupu, tena ukiwa, lakini ikatamkwa neno, ulimwengu ukaumbwa. Ndio maana leo tupo tunaishi. Ndio maana leo tunaona mambo makubwa yanayoendelea kutokea duniani. Kwa sababu gani? Yalishatamkwa. Kwa hiyo mtu kabla hajaanza kufanya jambo lolote lile, kabla ya mtu hajaweka kazi kwenye utendaji, anaanza kutamka neno, anaanza kujitabiria. Kwa hiyo tunaenda kutabiri juu ya mwaka 2026. Tunaenda kutabiri kwenye mifumo ya maisha, kwenye mfumo wa fedha, kwenye maamuzi ya fedha, kwenye mfumo wa biashara. Tunaenda kutamka vitu ambavyo Mungu atamani atufanyie. Biblia inasema kwamba kwenye kitabu cha Ezekiel 37, Bwana, mkono wa Bwana ulipokuwa juu ya Ezekia, alimweka juu ya bonde, akamweka rohoni. Alikuwa rohoni. Kwa hiyo natamani uingie rohoni. Anza, kama unaweza kunena kwa lugha, anza kunena kwa lugha. Shariba antuza brakadija masobra antele brakatosa bayamantele bradiza. Tunapoenda kujitabiria robo zabaya mante blagadadija lezoriba ano libla kopra ante lazoripa kayamanda lezoko prakataya. Tunatabiri kwenye mifumo tutapata watu sahihi,
watakuwepo watu sahihi. Mungu atatuwekea watu sahihi, watu watakao tubeba, watu watakao tupendelea, watu watakao tutaja kwenye mifumo riba sopra kataya, watu watakao tutaja kwenye mifumo ya kifedha, watu ambao watakao tutaja kwenye mifumo ya kimaamuzi, kwenye maamuzi yoyote ambayo watakuwa wanafanyika, iwe kwenye ngazi ya familia, iwe ni kwenye ngazi ya kitaifa, iwe ni bungeni. Robo zabakatalabandi zadida koramandi, watu watatutaja, majina yetu yatasikika watakapokuwa wamekaa, wakati wanajadiliana ni nani tumpendekeze kwenye hii nafasi. Majina yetu yatasikika mwaka huu 2026. Watu watatutaja kwenye hizo nafasi, watu watatupendelea. Riba sobra kataya, kwenye mifumo ya kifedha watu watatutaja, kwenye mifumo ya elimu watu watatutaja, kwenye mifumo ya maamuzi, kila mfumo wa maamuzi watu watatutaja, na kila mfumo ambao shetani anautumia. Riba sobra kataya, Biblia inasema Bwana akamwambia Petro, wewe ndiyo Petro, katika mwamba huu nitalijenga kanisa, wala malango ya kuzimu hatalishinda. Lozia bakaprakatosha. Alafu akampatia ufunguo, nimekupa ufunguo wa mbinguni. Roba zakabakatosha kataya. Kila lango la kuzimu ambalo limepangwa, ambalo limewekwa kwa ajili ya kupitisha vitu kwenye mfumo wa kielimu, kwenye mfumo wa kifedha, hilo lango haitatushinda. La zobra kataya. Tumepewa ufunguo wa kufunga kila baya lote lile, lote ambalo tutakaolifunga duniani na mbinguni litakuwa limefungwa, kwa sababu ufunguo tunao. Lezoriba bakopra mande kabrakatosha. Hakuna lolote ambalo litakalotokea, hakuna kifo cha mapema kitakachotokea, hatutakufa kabla tujatimiza mpango wa Mungu. Lezobra katosha brakataya. Na kila mipango ambayo tumeiweka mwaka 2026 itatimia. Huo mpango ambao umeweka wa kufungua biashara, hiyo biashara utaianzisha, na hiyo biashara haitakufa kwa jina la Yesu. Ribo zobra kataya. Huko shuleni, kwenye elimu, utasoma mpaka utamaliza. Riba wakopla kataya. Wewe ambaye uko mwaka wa kwanza, robo za bakataya, Biblia inasema na watoto wako watafundishwa na Bwana, nao watakuwa na amani. Leo za bakatosha bakataya. Utakapokuwa shuleni utakuwa ni mtu mwenye akili. Biblia inasema utakuwa juu tu wala si chini, utakuwa kichwa wala sio mkia. Wewe utakuwa ni kichwa. Raba zobakataya. Hautafeli. Neno kuferi kwenye maisha yako mwaka huu 2026 halitakuwepo. Na kwa wewe ambaye ni mwaka wa 3, roba zagabakosha baante, Biblia inasema kwamba na utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko ule mwanzo. Matokeo ambayo utakayoyapata, rababazobra kataya, utakuwa na matokeo ambayo sio ya kawaida. Kama ulikuwa umezoea kupata GPA za chini, mwaka huu ndio mwaka ambao utamaliza kwa GPA ya juu. Lezobra katosha baante blagadosa. Liba kopra kataya, riba bazokotaya, lezo kopra katosa bandi. Nataka ukajitabirie sasa wewe mwenyewe. Unatabirie nini unataka ukifanye? Unatabirie nini ambacho Mungu anatamani akifanye kwenye huu mwaka 2026? Biblia inasema kwenye kitabu cha Yoeli 2:28, na katika siku hizo za mwisho nitamimina roho wangu juu ya kila mwenye mwili, wana wenu wa kiume na wana wenu wa kike watatabiri. Losa pakataya. Tunatabiri kupendelewa, na chochote cha kwetu ambacho tutakianzisha hakitakufa. Ribo zakatapaka bado zakataya. Wewe ambaye huna kazi mwaka huu, ripa pakataya, jitabirie kazi. Lesoko prakataya. Watu watakutafuta, utatafutwa, utapigiwa simu. Ribo zakataya. It doesn't matter the qualification you have. Ripa kasakatora bakadeja. Ripo sakataya. Si kwa sababu utaipata hiyo kazi, si kwa sababu ya vigezo ulivyo navyo. Hapana. Lesoko brakataya. Ni kibali cha Mungu. Mwaka huu utatembea na kibali cha Mungu. Lezobrikataya. Ripo sakataya. Mwaka huu utapata nafasi ya upendeleo kazini. Ribo zakabaya mandu zalika pakataya. Lazia kataya mandi rabakopra kadeja. Utapendelewa. Yani bosi wako atakuwa anakupendelea zaidi. Wakiwa wanafanya kikao, wewe ndio utakuwa kutoa maamuzi. Ribo zakataya. Leko prakataya. Yani unaweza kwa cheo chako ni cha kawaida, lakini wakati wa kutoa maamuzi wanasema tumsikilize fulani. Lezo brakataya. Wazo la fulani liko vizuri zaidi. Ribo zakataya. Utapata upendeleo, utapata nafasi. Ribo shakataya. Utapata kibali. Riba sakataya. Kwenye kitabu kile cha Esther sura ya 2,
Na ule mstari wa 9, ribo sakataya, wakamletea Esther upesi vitu vya utakaso, leko shakataya, na mahitaji yake aliyokuwa anahitaji. Wakampeleka pia kwenye nyumba ya mfalme, ribo zakataya, walimfanyia kwa wepesi. Mungu mwaka huu atakusaidia, utafanya vitu kwa wepesi, hautatumia nguvu. Utashangaa, nimepataje? Utatumia nguvu. Make neema ni kuwezeshwa, neema ni kufanya vitu kwa wepesi. Mwaka huu Mungu atakupa neema ya kufanya vitu kwa wepesi, hautatumia nguvu, hautahangaika. Rezo blakataya, Mungu atakuwa mbele yako, atakutangulia mbele yako, na utashangaa mambo hapo utakuwa unafanya. Imekuwaje hii? Watu wataulizana, ribo zakataya. Yakobo, Isaka akamuuliza Yakobo, umefanyaje? Umepataje hivi vitu kwa wepesi? Ribo zakataya. Alipomletea chakula, Isaka alipoletewa chakula akamuuliza Yakobo, umepataje hivi vitu vya wepesi? Akamjibu akamwambia, ni Mungu wako ndiye aliyenifanikisha. Mwaka huu watu watakuwa wakiulizana, imekuwaje? Umefanikiwaje? Riba zobla kataya, ishandiri mama zobla ndira bakopra kadisha. Utaambia ni Mungu wangu ndiye aliyenifanikisha. Nilijitamkia maneno mazuri kabla ya mwaka hujaanza, leba kopra kataya, na utawaambia ni Mungu wangu ndiye aliyenifanikisha. Naona ukija na kicheko, riba sakataya. Sara akasema kila atakayesikia atacheka na mimi, ribo zakataya. Mwaka huu Mungu atakufanyia kicheko, Mungu atakufanyia kicheko. Kila atakayesikia kuhusiana na habari zako atafurahi na wewe. Kila atakayesikia kuhusiana na wewe, habari zako zitavuma, habari zako zitasikika. Shaka barabazoko bandi, utasikika ukiwa unataja taarifa njema. Taarifa nzuri zitasikika kwako. Ripa soko blakadaya, yamasobra kataya, ripo sia kataya. Hautaharibu, hamna cha kwako kitakachoharibika. Kazini, hiyo mipango ya siri iliyopangwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakufukuzisha, hiyo mipango haitawezekana. Mwaka huu utakuwa ni mwaka wa kitofauti sana. Mwaka huu utakuwa ni mwaka wa kufutwa machozi. Vile ambavyo vilivyoibiwa, Biblia inasema nitairudisha ile miaka iliyoliwa na nzige na madumadu na palale. Rebo zabayamandi kabarabakusha kataya. Naona ambavyo Mungu akikurejeshea. Just imagine kwamba ni miaka 2 imepita, ulikuwa unahangaika, ulikuwa unateseka, lakini mwaka mmoja tu Bwana anaufanya kuwa furaha kwako. Mwaka mmoja tu, mwaka huu 2026, Mungu anarejesha hiyo furaha. Huyo mume aliyeibiwa, rima mazobra kataya, naona akikutafuta, naona akihangaika. Hao watu ambao uliwapoteza miaka iliyopita, Mungu anawarejesha mwaka huu 2026. Februari hii, rezobra katosha kataya, lezobra ande baya makopra kataya. Utarudi ukiwa na furaha, utarudi ukiwa na wajibu, na utasema, angalia jinsi ambavyo Mungu amenitendea, na hivi ndivyo ambavyo Mungu amenitendea. Ripoko saka blagadosha, rebaba soko tayamande kabarabakosa yamanta, lekete ripa papa zagataya. Tunatabiri juu ya mwaka 2026 kwenye maamuzi ya kifedha. Watu watatupendelea. Maamuzi ya kifedha, yoyote aliye na nafasi ya kufanya maamuzi ya kifedha juu ya kipato chetu, ripa soko tabayamanti, le soko teblakataya. Naona watu kwenye biashara, risoko prakataya, kwenye biashara zenu. Naona watu kwenye biashara zenu, Mungu anawaongezea, Mungu anaongezea. Biblia inasema ribo sabakata libandi basoko taya. Biblia inasema mimi nitakufundisha, mimi Mungu nitakufundisha ili upate faida. Mwaka huu Mungu atakufundisha upate faida. Lakini licha ya kufundisha tu upate faida, Mungu atakupa hekima. Pokea hekima kutoka juu. Receive the wisdom from the above. Receive the wisdom from the above. Utapokea hekima ya kutoka juu. Utafanya mambo kitofauti. Yaani bidhaa ambazo utakuwa unauza, watu watazipenda, watu watazifurahia, hata maadui zako. Biblia inasema Mungu akikupenda, hata maadui zako anafanya kuwa marafiki zako. Maadui zako waliokuchukia, kuna watu waliokuchukia, mwaka huu watarudi. Mwaka huu watarudi, watakupenda. Iwe wanataka, iwe hawataki, watakupenda, alafu watakuchangia. Watu watakuwa wanasema, ule mtu atumpende, lakini ngoja tu tukamchangie.
Yule mtu hatutamani twende kwenye duka lake, lakini moja tu tukamchangie. Hivyo ndivyo Bwana atayeyusha mioyo yao. Hivyo ndivyo Bwana ataifanya mioyo yao kuwa milaini na kukupenda. Ijaribu sakata pala bakosa. Hutakosa wateja. Mwaka huu hiyo biashara hutaifunga. Sharibo bwazoko taramama kopra kataya. Mwaka huu biashara yako hutaifunga. Hiyo biashara unayoifanya itafanikiwa. Sharibo zakata. Mungu atakufundisha, utapata faida na utatengeneza mtaji wa kutengeneza biashara nyingine. Yaani faida inazaa biashara nyingine. Ripoko sakataya. Naona watu wakiongeza. Ulikuwa na duka moja, tegemea mwaka huu utaongeza duka lingine. Ulikuwa na maduka mawili, mwaka huu riba bazoko bayamandi barabazoko taliga daramanti likidishiriba lezoko prakataya. Tegemea mwaka huu utaanzisha tena duka lingine. Wenye maduka mawili utaanzisha tena duka jingine ratatu. Rezoko tebakatara babakoa. Na mkono wa Mungu utakuwa juu yako. Kwa mkono wa Mungu tutatenda makuu. Mwaka huu kuna makuu ambayo Mungu alikuwa hajajifunua. Mwaka huu Mungu atajifunua kwetu na tutamuona Mungu kwa ukubwa na tutamuona Mungu kwa utukufu. Tutaona jinsi ambavyo Mungu alivyo mwaminifu. Mwaka huu utaona uhalisia wa uaminifu wa Mungu. Mwaka huu utaanza kuziona ahadi za Mungu zikitimia kwenye maisha yako. Lolote ambalo umemwamini Mungu kwamba atalifanya kwenye huu mwaka 2026, Mungu ataenda kulitimiza. Mungu anaenda kulitimiza. Mungu anaenda kulifanya. Kila chochote kila ambacho umemwamini Mungu kwamba atakifanya mwaka huu 2026 utakiona kwa macho yako. Utakiona kwa macho ya damu na nyama, sio kwenye ulimwengu wa roho. Kama wao wanaweza kupanga mabaya na sisi tunapanga mazuri. Kama wao walipanga sisi tuaibike, sisi tunapanga kupata heshima. Kama wao walikusudia kututenda mabaya, Mungu anayageuza yale mabaya kuwa mema. Ndugu zake na Yusufu walimkusudia kumtenda mabaya, lakini Biblia inasema Mungu aliyageuza mabaya kuwa mema kwa ajili ya kuliokoa taifa. Rima masoko prakataya. Naona watu ambao Mungu atatumia ubaya wa watu. Ya baba bakosha kata ripa kazamandi baba kosha lida brandi dagazia. Naona ambavyo Mungu akitumia ubaya wao. Yaani walipanga kwamba wakuaibishe. Alafu Mungu wanashangaa kwamba badala ya wewe kushuka, badala ya wewe kuaibika unapata heshima. Badala ya wewe kudidimia unazidi kupanda. Rima masopla kataya. Walitegemea kuona unalia, lakini mwaka huu jeriba bazobra kataya. Majira yako yamefika. Majira ya kusaidiwa na Bwana. Wakati wa kusaidiwa, Biblia inasema kila jambo limefungwa kwa wakati. Kila jambo na majira yake. Yale majira ambayo Mungu ameyakusudia, yale majira ambayo Mungu amekusudia kukusaidia, ndiyo haya yenyewe. Biblia inasema kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Huu muda wale ambao waliopanda, wale ambao walipanda mbegu, chochote ambacho ulichokipanda ukaamini utakivuna mwaka huu, riba bazobla kataya, na utakivuna kwa jina la Yesu. Utakivuna kwa jina la Yesu. Chochote ambacho umemwamini Mungu mwaka huu atakupa. Umeamini Mungu mwaka huu utavuna. This is the year of harvest. This is the year to harvest fruits. Huu ni mwaka wa kuvuna. Huu ni mwaka wa kuanza kula matunda. Wewe mama ambaye umemsomesha mtoto wako amemaliza chuo lakini hana kazi, mwaka huu tegemea kuanza kula matunda ya mwanao. Tegemea kuanza kufurahia matunda ya mwanao. Utaanza kula matunda ya mwanao. Mwanao ataanza kukufurahisha. Robo za kapala bakosha manda. Naona watu wakiongezewa. Naona watu wakiongezewa neema. Neema inaongezeka. Biblia inasema kutoka utukufu hata utukufu. Naona kuna utukufu unaongezeka. Naona kuna wema wa Mungu unaongezeka kwenye maisha ya mtu. Naona kuna mtu mmoja maisha yake Mungu anayaongeza. Maisha yake Mungu anaongeza. Reba bazoko tabaraba kopra kataya. Mandoshe kibrakadesha kataya. Walichokipanga. Ripa pasa kataya. Hakuna chochote kibaya ambacho kimepangwa juu yako kitatokea. Mwaka huu shariba bazobra bandi barabakosi ya malaba kabradida. Mwaka huu ndio mwaka ambao utaanza kuona mambo ambao ni ajabu.
Utaanza kuona matendo ya Mungu ambao ni ajabu. Wewe endelea kujitamkia, jitamkie kila ambacho unatamani Mungu afanye. Usisubirie unabii, usisubirie kutabiriwa, usisubiri mpaka nabii akutabirie. Nabii wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Nabii ambaye anayetakiwa kutabiri juu ya maisha yako ni wewe mwenyewe. Mungu alipokuwa amemweka Hezekia katika roho, alimwambia toa unabii. Na sasa na wewe toa unabii juu ya mwaka 2026. Usisubirie, usiwe mtu wa kuasiliwa na matukio. Nisikilize, nimekuambia kwamba kwenye ulimwengu wa roho huwa wanapanga watu wa giza, watu wa nuruni huwa wanapanga mabaya ambayo yawapate watu. Huwa wanapanga mipango yao ambao wanatamani kwamba ifanikishe. Riba zobra kataya. Wanapanga kwamba mwaka huu fulani atafanikiwa, mwaka huu fulani ataharibikiwa, mwaka huu. Wao ndo wanaamua. Repa sakataya. Habari mbaya ni kwamba wamechelewa. Habari mbaya ni kwamba umezinduka. Mwaka huu umezinduka kutoka usingizini. Mwaka huu umezinduka. Mwaka huu umejua haki yako kama muamini, kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Biblia inasema kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu, ndio hao waliaminio jina lake. Kwa sababu umemwamini Yesu, na kwa sababu unaliamini jina lake, na kwa sababu unaliamini jina la Yesu, na kwa sababu unaamini nguvu iliyopo ndani ya jina la Yesu, mwaka huu wale chochote ambacho walichokupangia juu yako kama mtoto wa Mungu hakitafanikiwa. Riba bazobra kataya. Cha msingi tuna kikubwa kwamba unamwamini Yesu na unaliamini jina lake. Mwaka huu hakuna chochote kile kibaya. Hautakuwa mwasilika wa matukio yaliyopangwa. You will not be a victim of planned events. Utakuwa mwasilika wa matukio yaliyopangwa. Utakuwa mwasilika wa matukio uliyoyapanga mwenyewe. Na kwa sababu umejitamkia mwenyewe, na kwa sababu umeyataja matendo ya Mungu, na kwa sababu umesema mwaka huu ni mwaka ambao Mungu atakufanikisha, Mungu atafungua malango yako. Biblia inasema kwamba na malango yako yatakuwa wazi. Malango yako yatakuwa wazi. Kila mlango ambao ni wa baraka utakuwa wazi. Watu wa mataifa, watu watakuja kwako, watu watakutafuta. Milango itakuwa wazi. Na ifunga kila mlango wa kuzimu. Biblia inasema malango ya kuzimu hata kushinda. Kila mlango wa kuzimu unaotumika kwa ajili ya kuja kuharibu maisha yako, ninaufunga kwa jina la Yesu. Ninaufunga kwa jina la Yesu. Kwa mamlaka ambayo nimepewa, kwa mamlaka ambayo Yesu amenipatia, kwa mamlaka Yesu alionipa, ninafunga hayo malango ya kuzimu, hayo malango yanayotumika kwa ajili ya kukuletea madhara kwenye maisha yako, hayo malango yanayotumika ili kuhakikisha wanapitisha ajenda za ufalme wa giza, wanapitisha mipango yao. Naifunga rababazobra kataya. Ninafunga kila mlango wa kufanya vibaya. Hutafanya vibaya mwaka huu, hutakosea. Una hiyo hekima iliyotoka juu. Walipanga kwamba atakosea. Kuna watu wanasema tusubiri tuone atakapofika. Mwaka huu utafika. Mwaka huu utaumaliza. Mwaka huu nakwambia utaumaliza. Mwaka huu utaumaliza, na utarudi na kicheko, na utarudi na ushuhuda. Nakwambia kwa Mungu riba basoko prakadaya, utarudi na kicheko, utarudi ukiwa na furaha, utarudi na kusema Mungu ndiyo aliyenifanikisha. Utarudi na kusema huyu ndiye Mungu ambaye niliyekuwa namuomba, huyu ndiye Mungu ambaye nilitaja kwamba nifanikishe. Leke bradosha bayamandi brakadaya lepa kazobla gada baba kopra kadaya. Biblia inasema kwenye ile Zaburi mstari wa 107 na ile mstari wa 20, Mungu alituma neno ili kuwaponya na kuwatoa watu katika maangamizi. Kwa hili neno ambalo Mungu ameleta, wewe hutaingia kwenye maangamizi. Wewe hutaharibikiwa. Waliokupangia kwamba utaugua mwaka huu watakuona sana na afya. Waliokupangia kwamba mwaka huu ndio utakuwa mwaka ambao utakuwa na kilio, wamechelewa. Hakutakuwa na kilio. Kutasikika tu sauti ya shangwe. Itasikika sauti ya shangwe, sauti ya vilio haitasikika. Furaha haitakoma kwenye maisha yako. Mwaka huu pokea taarifa njema, pokea mambo mazuri, pokea neema. Hiyo neema iwe juu yako. Neema ya kupendelewa, neema ya kusaidiwa, neema ya kuwezeshwa iwe juu yako.
Ninaitamka juu yako na naitamka juu yako. Itakuwa kwa jina la Yesu. Itakuwa kwa jina la Yesu. Amini kwamba haya ambayo tumejitamkia na ambayo umejitamkia mwenyewe, Mungu ataenda kuyatimiza. Mungu ataenda kuyafanya, na hatimaye utarudi ukiwa na furaha kwamba ni Mungu aliyefanya. Ni Mungu aliyefanya. Hakikisha tu kwamba tukutane Disemba tukirudi wote tuwe na ushuhuda na tuseme kwamba angalia, hivi ndivyo Bwana amenipendelea. Mungu akubariki sana. Amen.